Ndio, nafikiri tulipata wakati mwingine tunataka kuzungumzia kuhusiana na kwa ufupi michuano ya Kombe la Mapinduzi ambayo imemalizika katika visiwa vya Zanzibar kwa maana ya Pemba na Unguja kwa mechi ya fainali kati ya Yanga dhidi ya Azam. Michuano ambayo katika msimu huu kwa tathmini yangu nafikiri ilikuwa ina ubora wa kipekee kwa sababu tumeweza kuona ushindani mkubwa wa timu ambazo zilikuwa zimeshiriki, ukiachilia mbali wawakilishi wote wanne wa michuano ya kimataifa kutoka Tanzania bara kwa maana ya Simba, Azam, Yanga na Singida wapata nafasi ya kuweza kushiriki. Ni pia tuko na timu moja kutoka nje ya nchi ambayo ilishiriki. Nimeweza kuona kwamba kuna improvement kubwa sana hasa katika maandalizi, lakini kubwa likichagizwa na ubora wa uwanja wa Amani Complex na ule ambao wa Gombani Pemba ambao kumefanikiwa mechi ya mchezo wa finali ya Azam dhidi ya Yanga. Kwa jumla yake ni michuano ambayo imekaa katika wakati ambao pamekuwa pana ratiba nyingi sana za michuano ya kimataifa. Tutakuwa shahidi mpaka bado tunapozungumza, maana yake michuano ya AFCON inaendelea kule nchini Morocco na ipo katika hatua nusu finali. Kwa hiyo na timu yetu national team ilikuwa iko kule, kwa pamekuwa na mapumziko makubwa almost ya siku 30 kama sio na kidogo kupisha ile michuano ya CHAN na kaenda nyingine ambazo zilikuwa zikiendelea. Lakini tunajua kwamba mwanzoni au mwishoni mwa mwezi wa kwanza pana mechi za hatua inayofuata kwa maana raundi ya 3 ambapo Simba atakuwa na mechi dhidi ya Esperance de Tunis ugenini katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga atakuwa na mechi dhidi ya Ahli ugenini kule Cairo, lakini pia Azam atakuwa na mechi pamoja na Singida Black Stars. Huku mpaka sasa hizi katika timu zote hizi 4 ni timu mbili tu ambazo zimeweza kuvuna alama katika mechi mbili, kwa maana Yanga ana alama 4 na Singida ana alama 1. Kwa ujumla wake nafikiri faida kubwa ya kwanza ambayo nimeweza kuiona ni timu kupata nafasi ya kuweza kutafuta utimamu hasa wachezaji na kuepusha kukaa muda mrefu bila kucheza, kwa maana kuna baadhi ya nyota walikuwa hapo katika mataifa yao kuweza kutumikia. Tumeweza kuona kina Diara na wengine wengi ambao wako kule, lakini pia wa Tanzania wakina Pesa na wengine, lakini pia wachezaji wengine walikuwa wanaendelea na mazoezi kwa wakati tofauti tofauti. Lakini kufanya mazoezi pekee haitoshi kuwa sehemu ya kuweza kutengeneza utimamu ambao utakufanya uende kwenye mechi ya kimashindano ukiwa na nguvu, kwa sababu katika mazoezi hata kiwango cha ushindani hakiwezi kuwa sawa na kiwango cha kwenye mechi. Kwa hiyo ilikuwa lazima timu zipate sehemu ambayo wanaweza wakaenda wakacheza. Lakini pia ukiangalia Yanga wana mwalimu mpya ambaye hajapata muda mrefu, Mwalimu Pedro. Lakini pia Simba wana mwalimu mpya ameingia kwenye timu, Steve Baka. Naona, lakini pia na hata Singida wanabadilika kwa benchi la ufundi. Ni hata mtoto amekuwa na mwalimu wao Ibenge ameendelea. Kwa hiyo hawa walimu wote wapya hawakupata muda wa kuweza kuziandaa timu kwa sababu hawakuanza msimu, kwa maana kwenye maandalizi ya msimu 25-26 wakiwa walimu wakuu. Wote wamekuja katikati baada ya walimu kuweza kuondoka. Kwa hiyo wamekuja timu zikiwa zinashiriki michuano ya ligi na michuano mingine ya kimataifa. Kwa hiyo hawakupata nafasi ya kuweza kufanya maandalizi na kuweza kujua kwa kina. Kwa hiyo mimi tena hii jambo la kwanza ni kuweza kupima viwango vya wachezaji ambao wamekuwa hatumiki mara kwa mara, whether kwa majeraha au walikuwa pata nafasi kutokana kuzidiwa bora na wale ambao walikuwa wanaanza. Kwa hiyo nafasi ya walimu kuweza kutoa nafasi kwa wachezaji ambao walikuwa wachezi ili kuweza kuangalia kwa kina na kuweza kutoa mapendekezo kama wanaweza kaendelea kubaki kwa timu zao au waweze kuachiliwa milango ya kuweza kuondoka. Na ukizingatia kama kipindi hiki tupo katika dirisha dogo la usajili ambalo limeanza tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 30. Kwa hiyo timu zina nafasi ya kuweza kuamua na kufanya maamuzi sahihi, whether mchezaji aweze kubaki au aweze kutoka. Jambo la pili ni nafasi ambako unaweza ukatengeza mifumo mipya ya kiuchezaji, kwa sababu katika michuano ambayo haina pressure kubwa ni kama tournament ambayo unaweza kuitumia kwa mabadiliko kiufundi ya kimbinu na kuweza hata kutengeneza nafasi kwa wachezaji. Tumeweza kushuhudia baadhi ya nyota wakibadilisha majukumu kutoka kwenye viungo wa ulinzi kwenda kwenye walinzi na sehemu nyingine nyingi ambazo tumeweza kuona. Kwa hiyo imekuwa ni michuano ambayo imekuwa na faida kubwa hasa kwa vilabu na kuweza kurejesha utimamu na ile hali ya ushindani. Jana michuano imekamilika, zilikuwa zimebakia siku 12 kama siku 10 timu kwenda katika vinyang'anyiro hivi. Kwa hiyo hizi siku 10 walimu wanaanza kwenda kutumia nafasi hizi kwenda kuorganize na kutumia baadhi ya zile strength na weakness ambazo zitakuwa kujirekebisha ili waende katika zile mechi za hatua ya 3 ambazo tutakwenda kuamua kwamba je, tutakwenda kupata wawakilishi wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa maana katika hatua ya robo finali au timu zitakwenda kuishia katika hatua hii. Kwa binafsi nimeona michuano iko mizuri na nimeridhika zaidi na kiwango ambacho kionyeshwa na Azam Sports Club au Azam FC, kwa sababu wamekuja na kitu kipya kuweza kwenda kutumia vijana
vijana ambao ukiangalia wameonyesha ubora mkubwa na hapakuwa tofauti mkubwa na wale ambao walikuwa wanaanza. Kwa hiyo tunagundua kwamba Azam wana hazina kubwa sana ya vijana ambao wana ubora wa hali ya juu ambao pengine tusingeweza kuona kama tungekuwa mna michuano, na wameweza kuitendea haki mpaka wameingia fainali na kutoa shindani dhidi ya Simba, dhidi ya Yanga katika level ya juu sana. Kwa hiyo ni pongezi kwao, lakini kingine tumekiona ni namna ambavyo wamekuwa wakifanya selection ya wachezaji hawa timu za vijana. Sio tu kuangalia talents, lakini pia wamekuwa wakiangalia na ile morphological structure, maumbile ya wachezaji. Wameweza kugroup wachezaji wengi ambao maumbile yao ni makubwa, kwa hiyo inakuwa rahisi kuweza kushindana, kuweza kuwa na utimamu na fitness yao inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo hata timu nyingine ukiwa unajaribu kuandaa timu za vijana, usichukue tu kwa sababu tu ni talents. Si kwamba wakati wote watu ambao wana miili midogo hawawezi kusaidia, lakini unapokuwa mchezaji ambaye anakuwa na kipaji lakini ana umbo kubwa, ni rahisi kuweza kumtumia katika umri mdogo, kwa sababu atakuwa na uwezo na nguvu ya kuweza kupambana katika mechi kubwa. Na ambacho tunaweza kukiona vijana wengi wa Azam tunaweza kuona pale ambao wameweza kutoa burudani kubwa, wamekuwa na uwezo wa juu na discipline ya hali ya juu na kufuata maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu kuweza kuona kwamba kumbe Azam wana hazina kubwa sana sana ambayo kama wataendelea kuiendeleza haitakuwa tu powerhouse kwao wenyewe, lakini pia itakwenda kusaidia timu zingine za Tanzania na kama sio national team kwa ujumla wake. Kwa hiyo binafsi kitu kilinifurahisha sana, kwa sababu sikutegemea kuweza kuona ubora ambao ulionyesha, lakini pia kucheza kwa discipline ya hali ya juu kama tunaweza kuona katika mechi ya jana, lakini pia katika mechi ya Simba. Zilikuwa ni mechi ambazo wakati mwingine kabla mechi hazijaanza ungeweza kusema pengine Azam anaweza kwenda kupoteza, lakini hapana, haikuwa hivyo. Tumeona ubora wa hali ya juu sana 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 katika mechi ambazo wameweza kuzicheza katika hizi hatua, na kuonyesha kwamba kumbe ukifanya uwekezaji mzuri unaweza kulipa. Kwa hiyo sitaweza kushangaa kuona baadhi ya nyota. Kwa mfano ukiangalia pale mechi kwanza jana, kuna Zuzwa wiki jana ambaye alikuwa atumiki mara kwa mara, kuna Lawi ambaye alikuwa atumiki mara kwa mara, kuna Twalibu beki namba 5, lakini pia wana Zidane kijana ambaye alimchukua Dodoma, wana Pesa Rasmani yuko pale, kuna mtu anaitwa Diakite alikuwa atumiki, lakini pia walikuwa na mtu anaitwa Anton, na kuna mshambuliaji wao mmoja anaitwa Kanyama na Mika Kakamanya. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tumeona kwa na uwezo wa hali ya juu sana, wameweza kushindana, lakini pia hata maumbile yao yamekuwa na uwiano. Kwa hiyo ni kitu ambacho Azam wameweza kupiga hatua kubwa sana kuhakikisha kwamba wanatengeneza uwiano, lakini pia kuwa na backup kubwa ya wachezaji wao ambao watakuwa hawezi kupatikana. Kwa hiyo nafikiri hata kwa timu nyingine, kwa maana ya Simba na Yanga na Singida na timu nyingine, ni vyema kuwa na hizo, kuwa na vijana ambao wakati mwingine kwenda kuwatumia na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo binafsi nipende kuwashukuru waandalizi wa michuano ya Kombe la Mapinduzi. Safari hii imekuwa na ubora, mapungufu hayakosekani, hapo hasa katika sehemu ya maamuzi, na kuna haja ya kuweza kuboresha. Naamini kwamba waamuzi waliopo sio baya sana, lakini nafikiri ubora na intensity ya hizi mechi ulikuwa ni mkubwa, na kuna wakati wakawa wanashindwa kuongana na kasi na kushindwa kutoa maamuzi ambayo wakati mwingine hayakuwa sahihi. Siku zote ushindani ni ushindani tu, hata kama ilikuwa ni kombe la kuku, bado watu wataingia, watakuwa na ushindani. Kwa hiyo ni vyema wakati wameendelea kuboresha viwanja na vitu vingine, maslahi ya mshindi wa kwanza milioni 150 na pili milioni 100, vile vile wafikirie namna ya kuboresha eneo la waamuzi. Sio lazima waamuzi watokee tu visiwani Zanzibar, hapana. Bado unaweza ukatafuta waamuzi hata nje ya nchi, kwa maana hata waamuzi wa ndani wapate experience ya kuweza kujifunza vitu vingine vipya, kama sio kutoka bara basi hata nje ukawalika waamuzi wakaja wakacheza, ili watu wakapata burudani, pia wapate kile ambacho kitu kinachostahili, na mtu ambaye anakwenda kushinda ashinda kwa haki na kwa ubora, ili kuongeza msimuko na hadhi ya ushindani wa michuano hii katika misimu inayokuja. Nafikiri pia ni vyema hata wakafikiria pia hata katika mchezo wa fainali wakati mwingine kupeleka katika eneo lingine, sio kitu kibaya, kwa sababu ni tayari ni fainali za Mapinduzi ya Zanzibar. Mweza mkaamua tu mechi ya fainali mkatafuta uwanja mwingine, wote kawa ni bara au kawa sehemu nyingine yoyote, watu wakaenda wakacheza fainali, ikaweza kuyatangaza mashindano, lakini pia ikafanya hata kunakopeleka wewe hiyo ni Zambia, South Africa, sehemu nyingine, wakajua kwamba kumbe kuna Mapinduzi yapo na tournament ambayo imekuwa ikifanyika. Binafsi nafikiri niweze kuwapongeza, lakini pia niweze kupongeza serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuweza kutoa ushirikiano mkubwa sana katika hii michezo. Tumeweza kushuhudia hamasa kubwa, lakini pia tumeweza kushuhudia Mheshimiwa Rais akisapoti michuano na kuweza kuruhusu watu waweze kuingia katika mechi. Ilikuwa ni kitu kizuri, lakini pia mimi akishuhudia mechi ya finali. Kwa binafsi niweze kupongeza kwa ushirikiano waweza kufanya. Tumeweza kushuhudia kitu kizuri ambacho nafikiri kikiendelezwa kitakwenda kuleta impact hata kwa vijana kuweza kujua mantiki na dhumuni la mapinduzi hasa katika ukombozi wa watu wa Zanzibar kama sio Tanzania.
kwa wakati mwingine. Asante.